Halmashauri ya wilaya ya Mkinga imepitisha rasimu ya bajeti ya shilingi bilioni 35 kwa mwaka wa fedha 2026-2027, bajeti inayolenga kuimarisha utoaji wa huduma za kijamii pamoja na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Queen Yusuf kutoka Tanga na taarifa hii. Akizungumza wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani kilichoketi kujadili na kupitisha rasimu hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mkinga Amani Kasinya amesema bajeti hiyo imejikita katika kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani pamoja na kuendeleza miradi ya maendeleo ikiwemo sekta ya afya, elimu na miundombinu. Imepatikanaje? Ndio tunasema kwamba mapato ya ndani ni bilioni 4,59,58,182. Miradi ya maendeleo ni bilioni 9,665,926. Mara baada ya kutangazwa uratibu wa halmashauri ya wilaya Mkinga, Juma Hamadi amesema halmashauri imetenga kiasi cha shilingi milioni 800 kwa ajili ya uendelezaji wa ujenzi wa hospitali ya wilaya hiyo, mradi unaotarajiwa kuboresha huduma za afya kwa wakazi wa wilaya hiyo. Especially katika eneo la afya tuna ukomo wa bajeti ya shilingi milioni 800 kwa ajili ya kuendeleza kutenga kituo chetu kujenga hospitali yetu ya wilaya ya Mkinga, ambapo tutategemea kujenga surgical male na female ward 2 na wakati huo tutategemea kujenga mortuary. Baraza hilo lilihudhuriwa na mkuu wa wilaya Mkinga Gilbert Kalima, na hapa anasisitiza umuhimu wa ufuatiliaji na ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kufanikisha utekelezaji wa bajeti hiyo. Lakini mkishia kupanga mikakati hii na kuweka makadirio haya bila kuweka mikakati ya ufuatiliaji, mimi nadhani bado hatutafanikiwa kuongeza tija katika vyanzo hivi ambavyo ukitazama huko nyuma vimekuwa ni vyanzo ambavyo vimeongeza fedha za kutosha. Kwa upande wao, madiwani wa halmashauri ya wilaya Mkinga wamesema kupitishwa kwa bajeti hiyo kutasaidia kwa kiasi kikubwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kata zao. Tumepitisha kwa nguvu zote na kwa umoja, tukitarajia kwamba makusanyo yetu tunaenda kuongeza spidi ili bajeti itakapokamilika miradi yetu kwa wananchi kule haitasimama, yote itaenda kwa wakati, kwa sababu tulikuwa tuna maboma nguvu za wananchi mpaka leo alikuwa hajapata ufumbuzi, lakini changamoto ilikuwa ni bajeti. Tuendeleze wakati wetu katika kusimamia bajeti hii. Queen Yusufu, Star TV, Tanga.